Tuambie mipango ikoje kuelekea pale Mwanza kukabiliana na Pamba Jiji siku ya Alhamis Machi 19. Tunaianza safari yetu usiku wa leo kuelekea Mwanza kwenda kuwafuata wapinzani wetu Pamba Jiji. Tunakwenda tukiwa tuko Camel Garden, wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri. Tuna uchovu wa kukosa mechi ya tarehe 14 dhidi ya TRA, lakini tumekusanya nguvu za kutosha za kwenda kucheza dhidi ya Pamba Football Club. Maandalizi yetu yamekwenda vizuri, wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri na tuko tayari kwa ajili ya mchezo huu. Mchezo dhidi ya Pamba inaingia katika orodha ya michezo migumu ya ligi kuu ya Tanzania. Mara zote mechi baina ya Pamba dhidi ya Simba huwa ni mechi ngumu kweli kweli, na haijaanza leo, ni historia enzi na enzi. Hata wakati wa Toto Africans ikicheza against Simba inakuwa ni mechi ngumu kweli kweli. Mechi ya Simba dhidi ya Pamba yenyewe kabisa ya kina Fumo Felician ilikuwa ni mechi dume kweli kweli, na Pamba hii imerithi utamaduni huo wa kuipa Simba mechi ngumu. Kwa hiyo tunategemea kuwa na mechi ngumu kweli kweli siku ya Alhamisi ya tarehe 19. Tunalifahamu hilo na tunafanya maandalizi kulingana na aina ya mechi ambayo tunakwenda kukutana nayo, na tunaamini tutakwenda kupata matokeo mazuri licha ya ugumu mkubwa ambao tutakwenda kukutana nao. Mechi yenye ugumu kiasi hii, lakini pia muda ambao mmepata wa hizi siku 2-3 umewatosha kiasi gani kwenda kukutana mechi hii? Alafu mbona leo sauti haitoki kabisa? Muda unatosha, hata ukisema utoshi hauwezi kuongezeka tena. Kwa hiyo muda unatosha, tumeshafanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo na tuko tayari kwenda kupambana. Kwenye uwanja wa CCM Kirumba, ni historia gani ambayo mnapopata ratiba ya kwamba mnaenda kucheza uwanja wa CCM Kirumba inawajia wanasimba? Ziko kumbukumbu nyingi za Kirumba, lakini sisi na Pamba inatukumbusha ambapo tulikutana mara ya mwisho ilitokea sintofahamu ya pale na pale, lakini yote kwa yote mechi ilichezwa na mambo yakaenda vizuri. Tunaamini safari hii mambo hayo hayatojitokeza na badala yake ni kwamba itakuwa ni 100% fair play, kila mtu apate haki yake. Msemaji, umesema ni mna uchovu kuelekea mchezo huu, lakini kuna watu wanaamini kwamba mmepumzika muda mrefu. Umesema ni uchovu ni uchovu, umesema kwamba kuelekea baada ya kutokucheza mechi hapa kati. Na watu wanaamini kwamba nyinyi mmepumzika zaidi, pengine hili limekaeje? Hatujapumzika. Tunapumzika lini? Kwamba mjacheza mechi dhidi ya TRA. Sasa hiyo sio ratiba yenu imekaijawa finyu kama ambao. Sasa hilo sio pumziko. Kwa sababu maandalizi yote yalifanyika kuelekea kwenye mchezo wa TRA. Tulikwenda uwanjani kwa ajili ya kucheza na TRA, tukafika uwanjani saa 1:30 kabla. Tukakaa pale kwa zaidi ya nusu saa kusubiri hali ya hewa ikae sawa sawa. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba maandalizi yote ya mechi yalifanyika uwanjani, tulifika, lakini mechi haikuchezwa. Uchovu unaupata vile vile kwa sababu kila kitu kinakuwa kimeshaandaliwa, kila kitu kinakuwa kimeshafanyika. Kuna taarifa nyingine mpya ya kikosi kuhusiana na ambao walikuwa na majeraha na hali zao mpaka hivi sasa? Na majeruhi tuliokuwa nao ni wale akina Kamara, Majaber, Hamza, Nangu, Yakubu. Wengine wanaugua wanapona. Kwa mfano kama Baraka Mongosi aliumia katika mchezo dhidi ya Singida. Mechi ya TRA ilikuwa anaokosa mchezo huo, bahati mbaya mchezo haukuchezwa, kwa hiyo mechi hii anaweza akarejea. Kwa hiyo majeruhi tuliokuwa nao sasa ni wale ambao wanaumia, siku 2 anapona anarejea. Wengine wanajikaza wanaendelea na mechi, lakini majeruhi wa kudumu tuliokuwa nao ni wale 5 ambao hao mustakabali wao ni mpaka mwisho wa msimu huu. Tumezungumzia sintofahamu ambayo ilijitokeza kwenye mechi ya pale CCM.
pengine hii inawapa hofu kuona pengine ikitokea kama yale itakuwaje? Hofu gani? Labda sisi hatuna hofu yoyote. Mazingira yakiwa yanaruhusu mechi kuchezwa yatachezwa. Mazingira yakiwa hayaruhusu mechi kutochezwa haitochezwa, na mwenye mamlaka ya mwisho wa kuahirisha mechi ni bodi ya ligi. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kufika uwanjani. Tukifika uwanjani mazingira hayaruhusu mechi kuchezwa, wenye mamlaka watatuambia mechi hii haiwezi kuchezeka, basi tunaondoka. Tulifanya hivyo pale Tabora, tunajiandaa kwenda uwanjani, tukaambiwa bana, kulingana na hali ilivyo mechi hii haichezwi, fanyeni muondoke mrejee Dar es Salaam. Tukafanya hivyo. Mechi ya juzi tumefika mpaka uwanjani, tukaambiwa bana, uwanja huu ni mbaya, maji yamejaa, mechi haiwezi kuchezwa, tukaondoka. Kwa hiyo sisi tunafuata maelekezo ya mamlaka na hatuna hofu yoyote. Kwa sababu mechi iliyoahirishwa itapangiwa muda mwingine, tutacheza tu. Yaani mechi ya ligi kuu ni sawa na kifo, kama nitakuwa sijakufuru kufananisha, haikwepeki, haikimiliki, yaani iko pale, mtacheza tu. Kwa hiyo mechi zetu hizi mbili za viporo dhidi ya Coastal Union, dhidi ya TRA, muda wake utafika, tutacheza tu. Nini vita yenu ya ubingwa ipoje? Na nyinyi naamini msimu huu bila kutumia nguvu ya ziada vita itakuwa ngumu sana. Hakunaga vita ubingwa nyepesi. Vita ubingwa lazima iwe tough kweli kweli, na vita ubingwa mwaka huu ni ngumu pengine kuliko mwaka jana, mwaka juzi na miaka mingine, na sisi tunaamini tumerejea rasmi kwenye mbio za vita ya ubingwa. Tukiangalia msimamo wa ligi unatutamanisha kuelekea kwenye ubingwa. Tunaamini kabisa hapa tulipo, tukiongeza ushindani kidogo tu tunakwenda kutimiza malengo yetu, kwa sababu ukimwangalia anayeongoza ligi ambaye yuko juu yetu ametupita alama 3. Alama 3 ni mechi moja, na hiyo mechi moja sisi na wao bado hatujakutana round ya pili. Maana yake ni kwamba anaweza akashinda mechi zote anazoshinda na sisi tukashinda mechi zetu zote, alafu tutakapokutana sisi na yeye ndipo ambapo tutaamua nani awe bingwa msimu huu. Ukiwa katika mazingira kama hayo, unaweka hai matumaini ya ubingwa. Katikati hapa tulikuwa tunakaribia kupotea kwenye vita ubingwa. Baada ya kuachwa almost alama 7 sijui alama ngapi, tukawa tunaelekea ukingoni kwenye hii vita. Lakini sasa vita ya ubingwa imeanza upya, inatamanisha. Kila ukiangalia msimamo unapata tumaini jipya kwamba hapa ninaweza na mimi nikafanya jambo. Yaani yule aliyokaa mbele ni kama anatutingishia hivi. Kwa hiyo na sisi tunatamani ya kwamba tunaweza tukapata kitu pale, na kwa hiyo msimamo kufanya unatingishika, mnatamani tunatamani kufika pale ili tuweze kutimiza malengo yetu ya kuchukua ubingwa msimu huu, lakini haitokuwa rahisi na wala haitakuwa nyepesi. Ni vita mpya hii ambayo tunapaswa kupambana nayo kwa jicho na macho, na mimi niwaambie wana Simba ya kwamba hii vita ni ngumu kweli kweli. Ubingwa haijawahi kuwa vita nyepesi, na kwa sasa wana Simba wote tushikamane. Nguvu kubwa ambayo tumeitumia kupunguza gepu na kufikia alama 3, tuitumie vita hiyo tupunguze gepu na hatimaye tuweze kufikia malengo makubwa ya kuchukua ubingwa msimu huu. Ndio uchambue mechi yao, semaje? Ndio uchambue mechi yao. Mechi gani? Target moja, nataka washindeje? Ili haikuwa pia semaje, siku hizo umekuwa mchambuzi. Pata mchambuzi mwingine mjini. Mimi tangu zamani mchambuzi. Ndio nilikotokea huko. Mchambuzi. Kumbe ile mechi kitaalamu pia ulikuwa unaiangalia kitaalamu. Sijaangalia, ila unachambua vipi? Na uwezo wa kuchambua kitu ambacho sijakiona. Au ulishaiona? Hapana. Au ulihadithi? Mimi na uwezo wa kuchambua kitu ambacho sijakiona. Ndio tunaanza kupata shaka. Ile unaulizwa
unatamani nani afungwe, ukasema ngoja nikaangalie kwanza mambo vipi, matokeo yana faida kwenu au kuna mtu atakuwa hapa? Ningetamani sana angefungwa yule bwana mwingine, ningetamani sana kweli, ningetamani sana kwa sababu ana kirekodi chake cha mchongo, anajivunia umeona bana, wakati sisi tunajua ya kwamba tarehe 1 mwezi wa 3 kafungwa. Sasa wao wakikaa unajua hajafungwa tangu mwaka jana, sijui ana mechi ngapi hajafungwa, wakati tarehe 1 mwezi wa 3, yani juzi tu hapo amefungwa goli 1 bila. Umeona bana, tumemfunga kaka, tumemfunga mimi sikuangalia mechi, tumemfunga. Yani wewe usitake kukurukuka, goli Zanzibar mlimfunga, tumemfunga Veron waambie nisubiri. Umeona bana, tumemfunga. Kwa hiyo nilikuwa nataka yule bwana mwingine naye amfunge ili kuondoa ako kakichaka ka rekodi ambako wanatamanako, lakini tutaka zaidi kuona gap linapungua, kwa sababu kama angefungwa manake gap lingekuwa pointi 2 pekee. Gap la pointi 2 manake hapo ngoma ni yena. Hapo unahitaji mechi moja tu, unashinda, unakaa juu, unakuwa unaongoza kwa alama 1 zaidi. Kwa hiyo ikapatikana sare, sio mbaya sana kwa sababu imesaidia kupunguza gap kutoka 5 mpaka 3, na tunaanza kulifanyia kazi hilo gap la pointi 3, namna gani ya kuliyeyusha. Niliwaambia siku moja gap la pointi 5 tutaliyeyusha mithili ya theluji inavyoyeyuka juu ya mlima Kilimanjaro. Ndio ilikuwa kazi iko. Ndio wanasema wenye mapenati. Kwa hiyo tukiangalia pale ni mapenati. Au unasema sio penalty. Ngoja tusubiri bodi ya ligi wakitoa taarifa ya wanaweza wakatoa taarifa wakasema penalty halali kama ilivyokuwa goli halali kama wamenyimwa penalty halali tuambia endeni mkapige penalty yenu. Sasa nimeona pia kuhusiana na andiko lako wao wapinzani wenu, kwa maana in fact ni kwamba sasa hivi kumekuwa na makelele mengi sana ya wapinzani wetu, na haya makelele wanayapiga makusudi ili kudivert akili za mashabiki wao. Ikitokea wamekosa ubingwa, basi mashabiki wajue kuna multi reason zilizopelekea kukosa ubingwa. In fact ni kwamba hoja ni moja tu ya wao kukosa ubingwa, ni kuwa wana timu mbovu. That's it. Na timu mbovu inakuja kutoka kwenye usajili mbovu. Sasa wanataka kuhama hapa kwenye timu mbovu na usajili mbovu. Kwa hiyo wamekuwa na vihoja vingi, mara ratiba, mara tunacheza wengine wachezi, mara sijui majeruhi, mara sijui matope, mara yani unaona ni watu ambao wanatafuta sababu za ziada, wanaziweka pale ziada. Ikitokea wamekosa ubingwa, wanazichukua zile sababu na mashabiki wao mnawajua jinsi walivyokuwa sijui mnanielewa Kwa hiyo watazichukua zile sababu, wataanza unajua mwaka huu wenzetu wamecheza hawajacheza, unajua majeruhi, ratiba unajua wale kwa hiyo wanawatangulizia hizo, hawataki sababu ya msingi ikajadiliwa. In fact ni kwamba wanaogopa moto wa Simba Sports Club tunaokuja nao, wanahofia ushindani wa mnyama tunaokuja nao. Mitego yote ambayo wametuwekea tumeifyatua, kasoro wa Dodoma Jiji na bado hatujamalizana naye. Mitego yote ambayo wanatuwekea tunaifyatua mfyatuo mbaya. Yeye mwenyewe ameponea chupu. Sasa wameanza kutafuta sababu mapema. Uhalisia ni kwamba wanaiogopa timu yetu, wanahofia ubora wetu, wanamwogopa Libasse Gay, wanamwogopa Anicet Oura, wana mashaka na Yusuf Kagoma, hawana imani na ubora wa timu yetu, wanapata mashaka. Ndio maana wameanza kutanguliza sababu. Mimi niseme tu kwamba hizo sababu zote hazina mashiko yoyote. Ratiba ngumu kila mtu anayo. Ukitoa mechi hii ya TRA
ambayo imeakhirishwa kutokana na sababu za mvua. Sisi tungecheza, tungetoka pale, tungeenda kucheza Mwanza, bado tupo kwenye mbanano ule ule, hakuna ambaye yuko honeymoon. Na kama issue ni majeruhi, wao wana majeruhi wanakaa wiki mbili wanarudi, sisi tuna majeruhi wanakaa msimu mzima nje. Yuko wapi Abdulrazak Hamza? Huyo namzungumzia beki wa kikosi cha kwanza, yuko nje muda huu anauguza mguu. Yuko wapi mlinda mlango namba 1 wa Simba Musa Kamara? Yuko nje muda huu. Yuko wapi Mohamed Bajaberi? Hata kumfaidi hatujamfaidi. Yuko wapi Wilson Nangu kitasa huyo wa kikosi cha kwanza? Yuko nje. Sasa sisi tuna majeruhi ambao watarudi mwakani na hamuwazi na hatuwazi, tunapambana, hatulalamiki, tunapambana. Kwa hiyo tuendeleze msondo. Haya maneno ya kutafuta sababu hayawezi kuwasaidia. Kwa hiyo wana timu bora. Bila shaka. Wana timu bora. Bila shaka. Sajili ni mbovu. Mtajie pale msajili gani mzuri mwaka huu? Wanabambia Damaro, Kamara, Depo, vunja kuni wote hapa. Maria Depo, Starboy, Alan Okello, chuma kutoka Uganda. Si bora Dennis Nkane anazima vizuri tu hapo. Nkane ndio maana mnawatamani tena kumbe. Nkane na ule dogo? Yaani Nkane na Okello? Nkane mtu wa maana kaka, labda kwa sababu hajui Kiingereza. Nakwambia Dennis Nkane? Utamlinganisha na huyu? Ndio kwa Nkane anatoka Buza, ndio mama mchukulia popo. Jamani, acha mimi ni wife flight. shukrani.